extraordinary summit has made the bold decision to withdraw our mission from the Eastern DRC. Mwenyekiti wa SADC Emmerson Mnangagwa ndiye aliyetoa kauli hiyo ya kuondolewa kwa majeshi baada ya kikao cha dharura cha viongozi ambacho kilifanyika kwa njia ya mtandao. Majeshi ya SADC yanayoundwa na nchi za Tanzania, Afrika Kusini na Malawi yalianza kwa jukumu la kupambana na M23 kabla ya baadaye kupewa azimio la kulinda amani pekee. Lakini baada ya kundi la M23 kurejea tena na kuteka maeneo ya Goma na Bukavu, lawama zikaanza kuelekezwa kwa vikosi hivyo vikionekana kushindwa jukumu lake. Hivyo viongozi wa SADC wakaafikiana kuondoa vikosi hivyo, hatua ambayo imepokelewa kwa hisia mseto na wananchi wa mashariki ya DRC pamoja na wachambuzi. Tunaomba serikali yetu ya Kongo, jeshi wetu wakuwe determine, wakuwe wa nationaliste, ili role yao ni kutugombania, kutuchunga sisi na mali zetu na mafrontiere za kwetu. Tumekuwa na mshtiko sana kusikia SADC itarudi. SADC waliposema watakuja Kongo, sisi raia tulikuwa na tumaini sana. Tuliwaza watakuja kutusaidia kwa tatizo ambazo tunazo hapa Kongo. Dennis Konga, yeye ni mchambuzi wa diplomasia ambaye anatoa mtazamo wake kuhusiana na uamuzi uliochukuliwa na viongozi wa SADC. Diplomasia, jeshi alikupelekwa kule kwa ajili ya kusaidia serikali, lakini sana ni kusaidia wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upande ule wa mashariki ya nchi hiyo, kwamba waweze kupata huduma za kijamii, waweze kupata masuala ya msingi yale. Kwa mfano unazungumza habari ya afya, elimu, yani utaratibu ule wa maisha uweze kwenda kama kawaida. Kwa hiyo wanapoondoka tunaanza kupata maswali mengi kwamba ni je, hali imetengamaa, na kwamba vikosi vya serikali vinaweza vikasaidia hali iliyopo, au vikosi vya hata hawa ambao tunawaita ni M23 vinaweza kusaidia kuboresha maisha ya hawa wananchi wa eneo lile. Uamuzi huu wa kuondoa vikosi umekuja kipindi hiki serikali ya DRC na kundi la M23 wakitaraji kufanya mazungumzo ya kumaliza mzozo ambao unaendelea kushuhudiwa katika eneo la mashariki mwa taifa hilo, na anataraji kufanyika katika jiji la Luanda nchini Angola. Nurdin Selemani, Azam News. Yapo maswali mengi ambayo Messi ameulizwa kuhusiana na mustakabali wa raia wa Goma na mashariki mwa DRC baada ya kuondoka kwa askari wa SADC, na maswali hayo pengine tunaweza kuyapata majibu yake kutoka kwa Austin Marivika ambaye ni mwandishi wa habari wa Sauti ya Amerika VOA akiwa Goma. Tunaungana naye hivi sasa kutujuza baada ya vikosi vya SADC kuondoka, ni kitu gani na hali ya usalama ipoje hapo Goma na mashariki mwa DRC kwa ujumla? Asante sana. Na mnavyozungumza ni kwamba sasa hivi wakati ambapo tunazungumza hali ya kiusalama imeanza kutulia katikati mwa mji wa Goma, isipokuwa tu pembezoni ndio kumekuwa matatizo madogo madogo ambapo kunasikika mlio wa risasi kutokana na watu wenye silaha ambao tunasema kwamba ni wizi, na wengi wakiwa ni wale wapiganaji wa Zalendo na hata wanajeshi wa Kongo ambao bado walibaki kando kando mwa mji wa Goma, wako karibu, ambao hawakutulia kwa sababu kuna sehemu kubwa ambayo ilijiripoti kwa waasi wa M23. Katika mji wa Bukavu vile vile kumekuwa kukisikika mlio wa risasi na watu kuuawa kwa saa za jioni, na wananchi wakisema kwamba wanachokihitaji kwa sasa ni usalama. Hivi wakati ambapo tunazungumza sasa ni kwamba kuna wanajeshi wa SADC ambao wako katika mji wa Goma, katikati ya uwanja wa ndege wa Goma, na wengine wakipatikana katika wilaya ya Sake katika kata ya Mubambiro, ambako tangu tarehe 26 Januari wakati wa mapigano ni kwamba wanajeshi kutoka SADC, yani Tanzania, Afrika Kusini na Malawi, bado wanaendelea kubaki katika kambi zao. Alafu wananchi wanasema kwamba SADC ni kwamba ilitegemewa kwa sababu mwaka wa 2012 na 13 SADC iliingia Kongo ikanufaika kuwafukuza waasi wa M23 wakati walisambaratika, sehemu ikakimbilia Rwanda na sehemu nyingine ikakimbilia Uganda. Ndio wakati tena wamekuja
wananchi walikuwa wanategemea vikosi hivi kwamba vinakuja kutokomeza kwanza kundi la M23 na baadaye kuwasaka wapiganaji wa ADF ambao wamekuwa wakiua watu. Sasa wakati ambapo wamepata taarifa kwamba SADC inaondoka, ni kwamba wananchi wanavunjika moyo, wanasema kwamba sasa hapo ni kama Kongo imeachiliwa tu. Hostel, tunaweza tukajiuliza jeshi la DRC linaweza likamudu kushika nafasi ambayo SADC pia ilikuwa ikisaidia? Ingelikuwa inaweza kushika sehemu hiyo, ni kwamba hawangeitwa, kwa sababu SADC kwamba imeitwa ili ije isaidia jeshi la Kongo, kwa sababu katika jeshi la Kongo kumekuwa na udhaifu fulani. Kwanza kumekuwa tatizo la kuaminiana katikati ya makamanda, na hata ukiangalia sasa hivi kumekuwa mvutano kati ya Rais Felix Tshisekedi na Rais mstaafu Joseph Kabila. Wengine wanasema kwamba kuna wanajeshi ambao bado ni tifu kwa Rais mstaafu Joseph Kabila, na wengine ambao ni wanajeshi tifu kwa rais wa sasa Felix Tshisekedi. Hata aliyekuwa waziri wa ulinzi Jean-Pierre Bemba mwenyewe amesema kwamba wakati amekuwa waziri wa ulinzi alipata hizo taarifa kwamba kuna wanajeshi ambao sio waaminifu, na hii ndio imeacha kwamba walete SADC ili waje wasaidie wale wanajeshi kumaliza hili tatizo. Lakini sawa, mazungumzo ya M23 pamoja na serikali ya DRC ambayo yanatarajiwa kufanyika hivi karibuni nchini Angola, wananchi wana matumaini yoyote kwamba yataleta hali ya amani katika eneo hilo la mashariki ya Kongo? Asante sana. Kwanza kuna wananchi kwa sehemu mbili. Wengi wanasema kwamba wamechoshwa na vita, wao wanataka Angola kutoke hatua ya usitishaji wa mapigano ili warudi wote kwenye vijiji vyao. Wengine wanasema kwamba Angola hakutatoka suluhisho lolote, kwa sababu Kongo imekuwa na mazungumzo kwa muda mrefu. Mazungumzo yanakuwa Afrika Kusini, yanakuwa Nairobi, yanakuwa Kampala Uganda. Yaani kumekuwa mazungumzo, mengine yanakwenda Tanzania. Ni kama Tanzania sasa hivi kumekuwa mikutano nyingi ya kuweza kusitisha mapigano, lakini wakati nazungumza sasa hivi ni kwamba waasi wa M23 wanaelekea katikati ya mji wa Walikale ambao ni mji mkuu wa wilaya ya Walikale, eneo la madini, na vile vile maeneo ya Kivu Kusini. Bado huu mwito wa usitishaji wa mapigano haujakubalika. Sasa hii inaonekana kwamba kweli kuna matatizo.